Allah subhanahu wa ta'ala anasema Bismillahir Rahmanir Rahim, kwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala mwingi wa rehma mwenye kurehemu. Allah huwa al-ma'budu bihaq, Allah ni yule mwenye kuabudiwa kwa haki. Tunaposema kwamba Allah ni mwenye kuabudiwa kwa haki, ni kwamba vyenye kuabudiwa ni vingi, miungu ni mingi, lakini yote inaabudiwa kwa batil isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye ndiye ambaye anaabudiwa kwa haki. Na Allah kama walivyotaja baadhi ya ahlul ilmi kwamba ndiyo ismullahi al-a'zam, maana ya kwamba ni ismullahi al-a'zam ndio jina la Allah subhanahu wa ta'ala kubwa. Wakasema kwa sababu lianna jami'a al-asma'i tarju ilayhi, kwa sababu majina yote yanarejea katika jina hili Allah. Ukisema Allah utasema Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, Allahu huwa al-hayy al-qayyum ar-razzaq. Kwa hiyo utakuta yale majina yote as-sabur, al-awwal, al-akhir, yote yanarudi katika jina Allah. Na hili jina Allah hakuna kiumbe yoyote au mtu yoyote ambaye aliwahi kujiita jina hili. Ni jina ambalo ni mukhtasa, ni jina ambalo ni maalum kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu majina ya Allah subhanahu wa ta'ala yamegawanyika sehemu mbili. Kuna al-asma, asma mukhtasa na asma mushtaraka. Kuna majina ambayo ni maalum kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, na kuna majina ambayo hata viumbe wameita majina hayo, lakini kuna kuwa na masharti maalum kuhusiana na mtu anapokuwa amejiita hilo jina. Kwa mfano kama jina Allah ni jina maalum kwa ajili ya Allah, Ar-Rahman ni jina maalum kwa ajili ya Allah, Al-Khaliq ni jina maalum kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman, mwingi wa rehma, Ar-Rahim, mwenye kurehemu. Yani Ar-Rahman dhu rahmatin wasi'a, mwingi wa rehma. Ar-Rahim dhu rahmatin wasila, mwenye kuwarehemu waja. Hii ni tafsiri miongoni mwa tafsiri za ahlul ilmi, na ndio tafsiri ya kwanza ya neno Ar-Rahman Ar-Rahim. Tafsiri ya pili ya Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman alladhi yarham jami'a al-ibadi, alladhi yarham jami'a al-ibadi fi dahri dunya. Ar-Rahman. Ar-Rahim alladhi yarhamu al-mu'minina wahdahum fi dahri al-akhirah. Ar-Rahman ni yule ambaye anawarehemu waumini na wasiokuwa waumini, makafiri na waislamu, wema na waovu hapa duniani. Ar-Rahim anawarehemu wema pekee yao siku ya kiyama. Zote hizi ni tafsiri mbili za ahlul ilmi na zote hazikataani. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul huwa Allahu ahad. Washirikina walimwendea Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam wakasema, ya Muhammad, ewe Muhammad sallallahu alayhi wasallam, akhbirna an nasabi rabbik, akhbirna an nasabi rabbik, tupe habari
kuhusiana na nasaba ya Mola wako, yani labda ukoo wa Mola wako nasaba yake ni ipi, ana mke, ana mtoto, ana baba, kama ana baba ana babu, tupe kuhusiana na nasaba ya Mola wako. Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha wahi akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam awaambie washirikina, kumwambie kul huwa Allahu ahad, waambie kwamba yeye ni Allah mwenye kuabudiwa peke yake kwa haki. Ahad, yeye ni mpweke, kwa maana hana baba na wala hana mama, hana baba, hana mtoto, wala hana chochote. Qul huwa Allahu ahad, yeye Allah ni ahad, yeye yuko peke yake, hana mshirika. Allahu samad, Allahu samad, yeye ni yule ambaye viumbe wote wanamwelekea. Allahu samad alladhi tasmud ilayhi jami'ul khalaiq, ni yule ambaye viumbe wote wanamwelekea yeye. Hii ni tafsiri miongoni mwa tafsiri za ahlul ilmi kuitafsiri neno Allahu ahad. Na katika tafsiri nyingine kwamba Allahu ahad ni yule ambaye hahitaji chochote, kwa maana al-maana yani Allahu ahad ni yule ambaye qaimun bidhatihi qaimun ghayruhu bihi, ni yule ambaye kasimama mwenyewe kwa dhati yake, hahitaji chochote na viumbe wengine wanamuhitajia, vitu vingine vinamuhitajia yeye Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana wanaelekea kwake kwa dua, kwa kumuomba aweze kutekeleza haja zao, lakini yeye hahitaji chochote kwao. Allahu samad. Na miongoni mwa tafsiri za Allahu samad, baadhi ya ahlul ilm wakasema tafsiri yake ni haya maelezo ya mbele, lam yalid wa lam yulad, kwa maana Allahu samad tafsiri yake ni lam yalid wa lam yulad, hakuzaa na wala hakuzaliwa, hakuzaa na wala hakuzaliwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Siku moja kuna watu ambao yani Wakristo manaswara wa Najran walikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wakasema, ya Muhammad, ewe Muhammad. Wakamfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam wakamwambia, nahnu aslamna qablaka, sisi tumesilimu kabla yako. Yani wale Wakristo wa Najran wanamwambia Mtume kwamba wao ni Waislamu na wao wamemtangulia Mtume kuingia katika nini? Katika Uislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, yamna'ukum al-islama qawlukum inna lillahi walada, kinakuzuieni mimi kuwa ni Waislamu ile kauli yenu kwamba Allah ana mtoto. Wao wakamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakasema, ina maana alam taqra ma unzila ilayk, hujasoma yale ambayo yameteremka kwako? Mtume akasema yapi? Akasema Mtume, Allah subhanahu wa ta'ala amesema kuhusiana na haki ya Isa ibn Maryam kwamba ni ruhun min Allah wa nafakhna fihi min ruhi, tumepulizia kutoka katika roho yangu. Hii roho ni kutoka kwa Allah, kwa maana roho ni sehemu ya nani? Ya Allah. Kwa hiyo ikiwa hii roho iliyokuja ikaingizwa katika sehemu za Maryam, katika usichana wa Maryam, kwa maana hii ni roho imetokana na roho ya Allah na dhati ya Allah. Kwa maana Isa, kwa itikadi ya Kristo, wakawa wanaamini kwamba Isa yeye ametengenezwa kwa vitu viwili, katika sehemu ni mwanadamu na katika sehemu ni nani? Ni Mungu. Yani sehemu ni binadamu na sehemu ni Mungu. Tunaelewana vizuri hapo mashariki? Sasa Allah subhanahu wa ta'ala
ndio wakateremsha aya kuhusiana na wale ambao wanafuata mutashabihati, kwamba katika Qur'ani kuna ayati ambazo ni muhkamati, hunna umul kitab. Kuna aya ambazo ziko wazi kabisa, hizo ndizo asili ya Qur'ani, ndio umul kitab. Lakini kuna aya nyingine wa ukhra mutashabihati, na zingine zina ni mutashabih, ni tata. Hizi aya ambazo ni tata la yumkin an ta'rifa mafhumaha, huwezi kujua ufahamu wake hata tarjia ila madha, hata ila tarjia ila almuhkamat, mpaka uzirejeshe au urudi katika zile aya ambazo ziko wazi. Kwa wale hawakuzirejesha kule, na Allah ameelezea fa amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu, ama wale ambao katika mioyo zao kuna kupotea, kuna maradhi, wao wanazipata zile aya ambazo ni tata, tofauti na wale arrasikhuna fil ilm. Wale arrasikhuna fil ilm wanazishika zile aya tata na kuzitafsiri kupitia aya zile ambazo ziko wazi, na katika Qur'ani hilo sana liko wazi. Wao kama wana maajabu kwamba ikiwa ile roho iliyotoka kwa Isa, kwamba yeye Isa kazaliwa na mwanamke tu peke yake, ina maana baba yake atakuwa ni nani? Ni Allah. Kwa nini wastaajabu la jambo la Adamu? Na Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwamba inna mathala Isa inda Allahi kamathali Adam, hakika mfano wa Isa mbele ya Allah ni kama mfano wa Adam. Yani huyu anayetolea mfano ni Isa. Isa anafananishwa na nani? Na Adam. Adam ana maajabu zaidi. Ukistaajabu ya Isa, basi inabidi ustaajabu zaidi ya nani? Ya Adam. Kwa nini? Kwa sababu hata Adam aliambiwa kwamba Allah subhanahu wa ta'ala nafakha fihi ruhahu, alaysa kadhalika? Allah pia alipuliza roho yake. Tena kwa Adam hajamtumia Jibril, yeye Allah amegemeza kupuliza kwa nafsi yake, wa nafakhtu fihi min ruhi, kwa maana ni kitendo amekifanya Allah mwenyewe. Lakini kwa Isa kimefanywa na malaika ambaye alimfuata Maryam. Lakini jambo la pili, ukistaajabu itakuwaje huyu azaliwe hana baba ana mama? Staajabu la Adam, amezaliwa hana baba na wala hana mama. Lakini yupo kiumbe mwingine ambaye amezaliwa ana baba lakini hana mama. Ni nani? Hulu. Yupo kiumbe mwingine ambaye yeye ana baba lakini hana mama. Hawa. Baada ya kuumbwa Adam, katika nafsi ya Adam umechukuliwa nani? Umechukuliwa Hawa. Kwa maana Hawa yeye ana baba lakini hana mama. Adam hana baba wala hana mama. Isa yeye ana mama hana baba. Sisi tuna baba na mama, alhamdulillah. Kwa hiyo akasema kwamba lam yalid wa lam yulad, kwamba Allah hakuzaa na wala hakuzaliwa, walam yakul lahu kufuwan ahad, na wala hafanani na chochote. Sasa je, kama hafanani na chochote, hana sifa? Yani ikiwa tutasema kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hafanani na chochote, hana sifa anazo. Na ndio maana katika sura nyingine, katika aya nyingine akasema laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, yeye hana chochote mfano wake, hafanani na chochote, lakini yeye ni mwingi wa kusikia na ni mwingi wa kuona. Kwa maana anasifika na sifa ya kusikia na sifa ya kuona na sifa nyinginezo. Na katika kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala akasema walahul mathalul a'la, na yeye Allah subhanahu wa ta'ala ana sifa za hali ya juu. Walillahi almathalul a'la, na Allah subhanahu wa ta'ala ana mifano, ana sifa za hali ya juu, kwa maana ana majina na ana sifa zake. Walitokea watu katika Mu'tazila wakaenda kwa Imamu Shafi'i radhiyallahu anhu, wakaenda kufanya naye mdahalo na munakasha. Wanadai kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hana sifa. Munakasha na mjadala haukuchukua muda mrefu,
Imam Shafi akamwambia leteni ushahidi, wakasema laysa kamithlihi shay'un, hakuna chochote anachofanana nacho. Imam Shafi akamwambia kamlisheni aya, wa huwa samiul basir. Hii upande wa aya hafanani na chochote, mwisho wa aya anasikia na anafanyaje? Anaona, kwa maana anasikia. Mdahalo kwa umeshia hapo. Kwa hiyo ayu alahibba, nimependa katika majlisi ya leo kuelezea kuhusiana na hii tarjama ya qul huwallahu ahad, walillahi alhamdu kwa ufupi, na nadhani biidhnillahi azza wa jalla tarjama itakuwa imeeleweka, na kesho biidhnillahi subhanahu wa ta'ala Allah akijalia tutazungumzia kuhusiana na zile adhkari ambazo mara nyingi watu huwa wanazileta katika mwezi wa Ramadhani, zile ashhadu an la ilaha illa Allah wa astaghfirullah. Tutaizungumzia hii dhikri biidhnillahi azza wa jalla, ili tuweze kupata basira kwamba, kwa sababu katika baadhi ya misikiti kama hii ya kwetu tunakuwa hatuleti. Inawezekana mtu akaona kwamba vipi, mbona hawa wenzetu pia hawaleti? Sasa tutaweza kujua sababu kwa nini hawaleti, na hao wanaoleta wanaleta kwa sababu gani. Hii itakuwa ni maudhui ya kesho, tutaizungumzia kwa ufupi biidhnillah azza wa jalla. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa jazakumullahu khairan.